Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuimbe wimbo namba 189 katika nyimbo zetu za Injili unaosema kutakuwa mwanga nyumbani mwa Bwana nifikapo mwisho wa mwendo. Kutakuwa mwanga nyumbani mwa Bwana nifikapo mwisho wa mwendo, nitapata raha mkononi mwa nifikapo mwisho wa mwendo. Safari ikomapo siku ya mwisho, nitakaribishwa na pendo, kwa Mwokozi ananingojea nifikapo mwisho wa mwendo. Sitazikumbuka taabu za njia nifikapo mwisho wa mwendo. Sitawamkumbuka walionipinga nifikapo mwisho wa mwendo. Safari ikomapo siku ya mwisho, nitakaribishwa na pendo, kwa Mwokozi safari mapumziko ya nitakaribishwa na pendo, kwa Mwokozi nifikapo mwisho wa mwendo. Bwana asifiwe sana. Unajua tunaimba hayo maneno nitakapomaliza safari yangu mwisho wa mwendo, kwa sababu Chege nilipokuja dada akanieleza vile alienda, na nikaona alienda katika mikononi mwa Bwana. Bwana asifiwe sana, na ameshuhudia hapa. Kwa hivyo tumshukuru Mungu kwa yote aliyotenda, na Mungu amemlinda kwa hiyo miaka 17 na huo ugonjwa. Katika hali hiyo yote tunashukuru maisha yake na Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo sisi hatutaenda kwa mambo mengi. Sisi hatunangi mama assembly, mama dara, hakunanga hiyo. Bwana asifiwe sana. Pengine tu sijui daktari kama alikuja kama namna gani, Master of Ceremony nafikiri, sijui kama yuko. Kuna daktari ambaye alikuwa anatibu Chege. I don't know whether you are around. Is he around? Nafikiri pengine wako katika shughuli. Ningependa tu angepunga mkono na tusalamie hivyo. Lakini najua we have appreciated what he did. Kwa yale matibabu alipeana na chochote aliyopeana, na Mungu atazidi kumbariki. Bwana asifiwe sana. Unajua tulikuwa tumepewa mpaka saa 5. Na mimi najua hii ni Msukuma location, sio rahisi SSC kuingia, lakini saa zingine vile aliona magari anaweza kutufuata tu, na akija yeye anachukua microphone na anavukuza kila mtu na tunaenda kuzika. That is what they are doing on the other side. Like Father Wanyonyi wamezika tayari, kwa sababu walitoka mochari saa 12 asubuhi wakienda Kibabii kumzika. Kwa hivyo na sisi tumepewa nafasi. Nashukuru mkasa wa area hii, nashukuru majirani wa area hii. Kwa hiyo nashukuru kanisa la Full Gospel mahali mama naenda. Nilijua Chege 1978 nikiwa Kisumu, mimi nikifanya kazi, na tulikutana kule Kisumu pamoja na mshiri. Mshiri uko wapi? Tuligombana kidogo, nikakwambia wewe uko wapi? Pande ya Asante ndugu kuja.
nikakwambia huko wapi wewe, na wacha sisi peke yetu tunang'ang'ana hapa Bungoma, lakini nashukuru kwa sababu ulikuwa na shughuli zingine. Thank you very much. Karibu wale walitoka Nakuru, mimi sikutoka Nakuru. Naona mtu amesema mimi natoka Nakuru. Mimi ni mtu ya hapa tu. Si nimefungua mask, mmejua. Wale wanajua mimi nazungukanga tu hii Bungoma hii. Ndugu yangu, simama tu salamia sisi kidogo. My brother here. Tunakuanga na wewe town. Unajua wewe ni ndugu yangu. Basi. Asante, shukrani. Onyesha hivyo namna hiyo. Thank you very much. Basi. Kwa heshima tu, kabla sijakaribisha mchungaji wa Chege, wacha nikaribishe tu mchungaji wa mama. We are very grateful. Kwa sababu tulitaka tulete mitambo na akasema hapana, nitalete mitambo. Tena kuna wamama, mama na kuanga kwa kikundi walilete hii hema. Mimi nashukuru, Mungu awabariki sana. Thank you very much and God bless you. Mchungaji, kuja tu kaseme mrembe bana befwe muriena. Kuna mhubiri atakuja. Asante, tunamkaribisha. We have respected you. Thank you. Okay. Kanisa letu la ujumbe wa wakati na uongozi wako, familia ambao umeondokewa dada yetu Mama Beni pamoja na familia yenu, na kanisa la Full Gospel Churches of Kenya ama kanisa la Injili Timilifu, na wasalimia. Bwana asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Naitwa Reverend National Twane na nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana, na kwa sababu ya muda tutajiepusha kusema mambo mengi, lakini niseme maneno mawili. Moja, niseme shukurani sana kwa kanisa letu la ujumbe wa wakati. Maana kama Chega angelitoka Full Gospel naenda kunywa pombe, tungelikuwa na kanisa hapa. Lakini Chege, baada ya sisi kumwombea, na unajua mtoto akikomaa si anaweza jijengea kwake. Chega alipotoka kwetu, alitoka kwa uzuri, sio kwa ubaya. Kabla atoke kwetu alikuwa kati ya kamati ya maendeleo, na ninakumbuka juzi nilikumbusha watu kitu. Tulikuwa na mchango na yeye akiwa ndani ya hiyo kamati, tukafanya mchango. Tulikuwa tunafanya mchango ya kujenga na tuliuza baiskeli. Na unajua katika mchango tunasema the highest bidder. Na alipambana na kijana moja mpaka mchango ikageuka ikawa kama ni ya watu wawili. Lakini nisema asante kwa Mungu, maana huyu mzee amefanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo kanisa la ujumbe wa wakati, asanteni kumlea kutokea wakati huo mpaka sasa ameenda akiwa mikononi mwa Bwana. Pia ningelitaka kusema kwa kanisa letu la Full Gospel, asanteni sana kuja ili kuweza kusimama na dada yetu Mama Beni. Inajua sasa hivi tuko na ile kitu inaitwa new normal. New normal ni kwamba wakati corona ilikuja, masharti mengi sana yalikuja. Na mimi nimesema kanisani, kuna watu wa umri ambao hata sheria yenyewe inasema wasikuja kanisa. Lakini na ukiona wazee wanakuja kanisa ni wale tunasemanga wenye imani sugu. Yaani anasema wacha liwe ni walo. Lakini kanuni ya COVID-19 inasema watu wa umri fulani wakae nyumbani. Na ninataka kushukuru Mama Beni kwamba hata juzi wewe ulisema wewe bado umedumisha imani. Kwa hayo machache nataka kusema Mungu atuhudumie hata mwisho na itakuwa vizuri. Nimeona hata wachungaji wetu wa Full Gospel wengine wako hapa. Niliona Mwalimu Karanja hapa, nimeona wazee. That is our pastor. And tuko na wazee wa kanisa hapa. They are here. There is a big congregation here. Mungu awabariki na asanteni sana. Mungu awasaidie. Asante mchungaji, Mungu akubariki sana. Thank you. Tunaenda tu hivyo kwa sababu ya masharti. Sio masharti. Na wewe kama umevaa mask, hapana, weka nusu mlingoti. Unajua funika mapua. Unajua kuna mtu mwingine nisikia akisema hakuna corona. Ukikaba hapo siku moja ndio utajua corona iko. Kupumua utakuwa hakuna.
hata kutembea mpaka pale hutatembea. So hiyo pepo iko, we know it's a demon and we are a Christian, so we have got the powers in the name of Jesus Christ. Lakini usiende kwa pepo ati kwa sababu uko na powers za Jesus Christ ndio pepo. Hapana, resist. Bwana asiwe sana. Nilikuwa na mke wangu hapa anafanya hospitali huko, sijui kama alikuja. Sister Naoma yako kweli ama alienda tulisema hakuna kupika hapa. Kwenda kupika sana. Thank you. Basi wake nimkaribishe mchungaji, atakuja. Anapokuja atakaribisha mchungaji wa kuendesha ibada ya leo. Tutaimba huu wimbo kijito cha utakaso. Mchungaji anapokuja namba 182 katika nyimbo za Kiswahili. Kama uko nayo kwa simu ni sawa sawa. Kijito cha utakaso. Brother Runga iko wapi? Naweza anzisha hiyo. So
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hatutachukua muda na sitachukua muda. Mungu amemwita nyumbani mpendwa ndugu yangu Stephen Chege, na nitamsifu na nitaendelea kumsifu vile wimbo umesema, namsifu Bwana. Kwa hiyo namsifu Bwana. Nimesema sitakuwa na mambo mengi, nitapeana neno moja tu. Ningependa kunena mambo mengi juu ya mpendwa Stephen, lakini yale yote ambayo ningesema, I sacrifice all of it ili yote ambayo pengine Stephen angependa awe na yeye katika upande ule wa nuru. Nasikitika nimesahau ya kwamba nimeshika microphone mkononi. Ningependa kusema neno hili ya kwamba ninapeana yote ambayo ningesema kwa ajili ya mahubiri, ambapo pengine Mungu atamzungumzia mtu hapa ambaye hajamjua, na ya kwamba atasimama na Stephen kule akasema, mimi niliokoka wakati wa mazishi yako, na ya kwamba nafurahi nilihudhuria na nikasikia nililolisikia. Nitawaita wapenzi wa kanisa la Sang'alo waimbe wimbo mmoja ambao Stephen aliupenda sana kanisani. Wakikaribisha mchungaji. Tuna mchungaji kutoka Nakuru. Yeye ndiye ametulea karibu sisi wote mpaka Stephen mwenyewe. So mimi ni mchungaji wa Stephen hapa Sang'alo Bungoma Church. Mungu awabariki sana. All ye saints of light proclaim Jesus the light of the world, life and mercy in his name. Jesus the light of the world. We walk in the beautiful land, and where the dewdrops of mercy are brown, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We are the Savior's kindness. Jesus, the light of the world. Send the gospel.
Naomba tuibe wimbo mwingine moja katika nyimbo hizo za Kiingereza number 178. Nyimbo hizo za Kiingereza number 178. I will not cross Jordan. I will have to cross Jordan. 178. When I come to the river, attending of death, when the last winds of sorrow have blown, there'll be somebody waiting to show me the way. I will not to cross Jordan alone. I will not to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, only waiting for me, I would have to cross Jordan alone. Oftentimes I'm forsaken and weary and sad, when it seems that my friends have all gone. There is one thought that cheers me and makes my heart glad. I would have to cross Jordan alone. I would have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, He'll be waiting for me. I will have to cross Jordan alone. Oh, the billows of sorrow and trouble may sweep, Christ the Savior will care for His soul till the end of the journey. My soul He will keep. I will not to cross Jordan alone. I will not to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, He'll be waiting for me. I will not to cross Jordan alone. The Lord bless you very much. Bwana bariki sana. Sasa ningependa tutulie kwa sababu tutajaribu kuwa watiifu. Naona kwa program inasemekana ya kwamba kanisa lichukue mkutano saa 6:30, lakini tumechukua mkutano saa 1 mbele, 1 hour before. And we are going to be very quick. Mazishi yetu haikai, sisi huwa hatuna mambo mengi. Sasa kutoka hapa mpaka mwisho tutachukua muda mfupi sana. Kwanza ningependa kuwasalimia wote. Hamjambo? Niseme mimi naitwa, kama tunaweza kuongea mtu mmoja. Tuseme mimi naitwa Pastor Francis Mugo. Natoka Nakuru. Nimeishi Nakuru
karibu miaka 50. Lakini nataka kuambia jambo moja. Nyumba hii ya Chege mimi ni kama mtoto hapa. I'm just like one of the children of this house. Kwa sababu tumeishi na hawa miaka mingi sana. From 1970. Hiyo ni miaka ngapi? 51. Almost 52 years. Chege nilimpata, mimi nilikuwa mwalimu. Hiyo shule nasikia inaitwa Kapkatuga, baba yenu alisomea. Nilikuwa nasomesha Chege akiwa kijana kadogo. Mimi naona sasa iko na mama wa binti zake. Alikuwa kadogo. Hata Mchiri. Na tuliishi huko. Hata dada yake Jabi. There, your aunt. Dada yake Shiro yule. Na wengine kama George. Na hiyo nyumba yote tuliishi nao kule Kericho. Mama yao aliamini kanisani kwetu. Their late mother. Na nimesema mimi ni kama mtoto wa nyumba gani? Hii. Kwa sababu mama yao angekuja tunakaa naye kwako Nakuru. Na tunakaa. Na tukiwa na mama yao kwangu hawajali mama yuko wapi. Wanajua yuko kwa kijana wake mwingine. Angekuja tunakaa. Anakuja wakati mwingine tunakaa. Na sikukaa wiki moja, tunakaa hata miezi miwili in my own house. Paka mama mwenyewe akaaga. Na alikuwa mama alimpenda Mungu sana, tena sana. Nilimbatiza around 1973, 74 there. Mama yao. Alikuwa rika mama yangu. Kwa hivyo mimi ni mtoto wa nyumba gani? I'm part of this house. Na wakati nisikia Chege ameaga, nilisikia sana kuchukuliana na nyinyi sana. Tumekuwa pamoja, tuwasiliana na masimu. Na Kabete, baba yenu pale. Lakini kuna mtu mmoja kabla hatujahubiri, mahubiri yangu haichukui muda mrefu, dakika kidogo, ambaye huu mkutano sijaona ni vizuri nimfungie nje. Ni mwingine ambaye walilelewa na kina Chege, Mari Runa Chege kule Kericho, wakasoma, na alikuwa ndugu yake mkubwa sana. Aitwa Nahashon. Kericho mlikuwa mnamuita Nahashon Njoroge. Napenda kuitwa Nahashon Kamau. Huyu anajiita Nahashon Njoroge. Yote ni majina yake. Why brother Nahashon? Kuja hapa usalimie hawa. Hata hii jamii ya Chege hawajakuona, walikuacha kuwa katoto. Unaona mzee? Huyu mimi najua saa nyingine mnaweza kumsahau. Huyu ni kijana wa mama Kehunyo. Unakumbuka? Mwaririkana? Mama Kehunyo ni yule mwetagao Kamau. Kamau wao. Mwetagao Josephine. Na Josephine naye alituacha. Sasa nataka msalimiwe na Nahashon. Yeye alikuwa pia kijana wa shule miaka hiyo, lakini yeye ni babu kama mimi. Nani mzee mimi naye? Alright, Nahashon, just go on. Nataka kuwasalimu ya leo, mjambo. Praise the Lord. Nataka kusema maneno machache kuhusu ndugu yangu. Siwezi kuongea sana kwa sababu kabisa nimefiwa na ndugu yangu. Hatungemaliza wiki moja kabla tujaongea. Alitembelea Nakuru, akaja tukakaa naye siku kadhaa. Alipoitwa ndio nikasema kumbe alikuwa anakuja kuniaga kwa heri. Baadaye alitembea na wasichana wake kwangu, tukapitia kwangu. Kuna kijana yake mkubwa pale. Tuseme ni wachache, pengine ni wachache wake ambao hawanijui. Mama Ben, tunajuana vizuri. Tumetembea mpaka nyumba hii na nimepiwa na ndugu. He was more than a brother. Tulikuwa tunapiga simu usiku, tunaongea muda mrefu sana. Na alipopatikana na shida hii niliambiwa, nikasema bila shaka hata kama mambo ni magumu,
ni vizuri nije nisimame na mama Ben na watoto wake, kwa sababu kabisa nimeondokewa na ndugu yangu. Hata ndugu yake mkubwa Willy aliposikia alinipigia simu, nikamwambia tayari nina habari ya kwamba ameenda. Kwa hivyo mama Ben tuko pamoja. Mama Ben alinipigia simu akaniambia, sasa rafiki yako yule mlikuwa mnaongea naye mnacheka muda mrefu ameenda. Sasa pengine nitakuwa nikiongea na mke wako, unasikia tukiongea alafu unafurahia hapo, na bado tutazidi kuwa pamoja. Mama Ben, pole sana, na Bwana awape faraja. Hapa pana ndugu yangu alikuwa anaishi hapa, wengi wenu mnajua yule alikuwa anaitwa Genesis. Alikuwa akiuza kuku hapa, akawa na matatu hapa. Huyo ndugu yangu mdogo ananifuata hapa nyuma. Bwana wabariki. Ya, huyo ni rafiki yao sana na wamelelewa pamoja, wamekuwa pamoja. Tunaishi naye Nakuru, yeye anafanya biashara. Sasa kile nataka tufanye, nimesema ya kwamba tutachukua muda mfupi sana, na ule muda mfupi tutachukua ni wa kusoma neno na kunena maneno mawili matatu. Ningeomba tuheshimu neno la Mungu pekee, si ndio? Yeah, we respect the word. Tuache kuongea, tutaongea baadaye, lakini tunaposema neno, tafadhali tusikilize neno la yule aliyekuumba. Si namna hiyo? Yeah, tumetoka Nakuru asubuhi. Na Mungu ametupa safari nzuri mpaka hapa. Tunashukuru Mungu sana kwa safari nzuri. Pia jamii ya Chege, ningependa mjitie moyo. Kuondoka dunia ni kawaida. It's a normal thing. Dakika moja au nyingine kuna mtu anafanya nini? Anaacha wengine. Na hatujagi nyumba kwa kaburi. Tunazika mwili, tunarudi nini? Shughuli. Na maigo huko. Yeah. Nibare kwa haraka furi na tukiga haraka furi ne. Tuwekagira mwili ile tukashikatia. Tena hatuziki mtu. Huu si Chege tumekuja kuzika. Tumekuja kuzika nini? Mwili. That you have to understand. Chege is not here. Chege lived here, but Chege is gone. Na mimi nataka kufundisha nyinyi kidogo. Simeenda shule? Mwili huu ambao tunavaa, sababu ni kuvaa tunavaa. Biblia inauita ni vazi. Ni vazi. Jamaa yuko wapi? Ndani. Na akiondoka haumuoni, anaacha nyumba. Sasa huu mwili tunaoishi, mnajua sehemu kubwa ya mwili ni nini? Maji. What percentage? 70%. 70%. What fraction? 3/4 ni maji. 3/4. That's around 3/4. 75% ni nini? Ni maji. In other words, mwili wako ukiwa dehydrated, maji yote itolewe, tutaweka the rest kwa kikombe. Tutakubeba kwa nini? Kwa kikombe. You can see how useless then the body is. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba kwa udogo na mimi najua hamjui kwa nini Biblia inasema kwa udogo ulitolewa, kwa udogo unarudi. Kwa sababu Biblia inasema kitu ambacho si cha kweli. Kile kilifanyika ni kwamba yule mtu ambaye Mungu aliumba, anasema anaumba mtu sura yake. Kwa hivyo Mungu hakuumba udogo. Mungu si nini? Si udongo. Huyo mtu ambaye Mungu aliumba alikuwa mtu wa roho. Actually kile Mungu alifanya, alitoa sehemu yake ya roho wake. Akatoa sehemu ya roho wake, sababu Mungu ni roho. Nitawaonyesha maandiko hapa. Mungu mwenyewe ni nini? Ni roho. John 4:24. Yohana 4:24, Mungu ni roho. Kwa hivyo alitoa sehemu ya roho wake. Na hiyo sehemu ya roho yake ikaitwa mume na mke. Rather male and female, kiume na kike. Hiyo roho. Male and female. Baadaye akakaa Mungu akatengeneza sikuuba sasa. Baada ya kila kitu akatengeneza mwili wa nini? Wa udongo.
akashika huyu mtu wa roho akaweka katika sanduku la nini? La udongo. Akawa bado ni roho, aliko katika udongo. Mungu akakaa, viumbe vingine vyote akaona ni bilibili, jogoo na mwera, dume na nini na ng'ombe, vitu viwili. Lakini sema si vyema huyu mtu akae peke yake. Kila ambacho alifanya, alilaza mwili, akatoa sehemu ya mwili, na hiyo sehemu ya mwili ambayo alitoa uba. Mimi nataka kuuliza swali, ule mwili, kwa nini Mungu hakukata mguu? Alitoa nini? Mwili. Alitoa ubavu, na ubavu akatengeneza mwili, na ule mwili ambao alitengeneza ukawa ni tofauti na ule mwingine. Ndio maana mwili wa mwanamke na mwili wa mwanaume ni nini? Ni tofauti. Mimi najua hujui kwa nini. Kwa maana kama mwili ule wako ulitolewa kwa ule, kwa nini mwili wako na wa mwanaume ni tofauti? Right. Akachukua sehemu ya uhai wa huyu mtu akaweka katika ule mwili. Sasa Adamu alipoamuka, sema ala, hizi ni nyama, kila kitu hapa ni nini? Ni mimi. Ataitwa mwanamke kwa sababu ametolewa kutoka mwanaume. Kwa hivyo mwanamke alikuwa kila wakati. Hiyo ni mfano, hiyo ni siri kubwa. That's a great mystery, na iko hapa katika Biblia. Sasa alikuwako, na ndio maana nawaambia kwamba roho hiyo ndio ilikuwa Adamu. Mwili wenyewe ni nyumba ambayo ilifanya nini? Na ilitoka kwa udongo. Kwa hivyo lazima irudi kwa udongo, lakini uhai ule haurudi kwa udongo. Unarudi kwa nani? Kwa Mungu. Udongo lazima urudi kwa udongo. Si hata wakati unapapa mwili wako, wasichana wa shehe onarema huko mwili wa muka huba wega mumenye ni tiribu rekaja. Unapotembea hivi na hutaki kuamini Mungu, ni udongo tu unafanya nini? Unatembea tu, ni bure tu. Si udongo mwenyewe akiondoka, mwenyewe afanya nini? Sisi wote tutaondoka hapa ukikaa wiki moja. Kwa vile inafanya nini? Inanuka. Lakini angalia, ni nini inazuilia isinuke? Uhai ambao Mungu ameweka. So we are supposed to thank him who has put life in that body and fear him. Sasa tafuta tu mahali uketi, then we try to not to disturb, to interrupt. Kwa hivyo ningependa tuombe, tusome maandiko. Let us pray. Tuombeni. Tunakushukuru sana Mwenyezi Mungu kwa yote ambayo Mungu wetu umetutendea, hata kwa maisha ya Chege, na kwamba Mungu wetu hakufa. Mungu wetu kakongwa na gari kule usiku saa 8 kwa sababu ni mlevi, lakini Mungu wetu kwa njia yako mwenyewe ulinenea moyo wake. Tuko hapa Mungu wetu kurudisha mwili wako kwa udongo, na ninaomba watu hawa Mungu wetu unapowanenea kupitia neno lako, Bwana wetu akaielewa siri hii, ili kutoka hapo yule ambaye hakupendi Bwana wetu akakutafuta ukamuokoa. Tukabidhi mambo yote mikononi mwako, katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Bwana bariki sana. Amen. Kwa hivyo mimi sehemu hizi pia si mgeni. Mara kwa mara huja hapa kuhubiri. Mara kwa mara anaja hapa kwa harusi. Hata huyu mzee mnaona mkubwa hivi, huyu ndiye nilifunganisha harusi akiwa kijana. Si ile harusi mnasema ya kueruhia. Akiwa kijana na mke wake pale. Stand there. Can you stand, Sister Igabi? There she is. They were just a girl and a boy. Hata huyu mchungaji wenu huyu mimi ndiye nilifunganisha harusi. Amen. Ukiona mama yake bibi yake ni mzee. Wapi Sister Asiki? There she is. Alikuwa msichana. Kwa hivyo tumekuja nia nyingi na tunajua kile ambacho tunasema. We know what we are talking about. Amen. Na sisi mimi naambia nyinyi, nimewaambia kitu kimoja. Na Jabi hapa anajua. Jabi kwa wapi? Hata Jabi anajua. Sisi tumehubiri mpaka Mungu anashuka. Amen. Anashuka. Anashuka na nuru mchana jua likiwa hapa. Anafunika watu. Mpaka watu wanatoka barabarani kufanya nini? Kuangalia.
Si ndoto, watu wanatoka barabara kuja kuona na tunapiga picha. Na tuko nazo. Nimehubiri Mungu akashuka. Mkutano kama huu. Akanena vile mimi nanena. Sikunena kupitia kwa mtu. Akanena akasema mimi ni Bwana sibadiliki. Watu wanabuka. Unasikia? Mungu wetu si historia. Our God is anaitwa the living God. Anaitwa Mungu mwenye hai. Huyo ndiye Mungu wetu sisi watoto. Mwisho niwe gai vitu. Tumaigwa. You hai. You hai. Kwa maana unasikia walisema waliimba wakasema emwo. Hata Wajaluo wanasema hivyo. N L. Yesu ene. Wasema emwo. Yesu emwo. Ekyo dera ina. Tondo. Mungu wetu yuko hai. Sisi hatuamini Mungu aliyekufa. Yesu alikuja akakufa kaenda akatuacha hapa peke. Sikiliza, akatuacha hapa peke yetu. Alisema ninaenda na ninarudi. Amen. Na sasa niko pamoja nanyi lakini nikarudi nitakuwa ndani yenu. Na nitakaa na nyinyi mpaka mwisho wa ulimwengu. Sasa kama mtu amekuja kukutembelea, si unajua amekuja? Kama Mungu kama anaishi ndani yako anasema nitaishi ndani yenu. Si unamsikia hapa? Alafu Very much. unamsikia hapa? Si dini, Mungu si dini. Mungu ni Mungu na akija kikaa hapa anakaa. Amen. Ukitaka kumpeleka kwa baa anakataa. Sababu mwili ni wa nani? Ni wake. Ni wake. He said I'll live in your heart. Nitaishi katika mioyo yenu. Hakusema nitatembelea mioyo, anasema nitakuja kukaa. Nitakuja kukaa. Sikutembea. Unajua Biblia inasema unakosa kwa kutojua maandiko. You err not knowing the scriptures. Alisema nitatembea ndani yenu. Nitaishi ndani yenu na nitembee. Mkienda kununua mkate nitakuwa pale ndani. Hivi kwamba ukirudishiwa change na mwenye duka iwe ni pesa nyingi kuliko ile anapaswa kurudishia, utapemba useme nina bahati kwa sababu niko ndani yako. Sema nitakaa, nitakuja kukaa na nitatembea. Hiyo ndio Biblia, hiyo ndio maandiko. Na Mungu hapatikani nje ya maandiko haya. Na Mungu hana ukweli nje ya Biblia hii. Yote iko wapi? Hapa. Yote iko hapa. Sasa mimi nataka kuanenea dakika chache because I want to keep within our time. Nataka nisipite wakati wetu. Itaanza andiko la kwanza. Pengine sitapata nafasi ya kusoma lakini nitanukuu. Katika kitabu cha Yohana mlango wa 5, John 5, kifungu cha 24. Tutasoma andiko hilo. Kiingereza kinasema, tutasikia Kiswahili pia. Verily, verily I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Una microphone? Duwasichi? Kiswahili kiko wapi? Yohana 5:24. That's John, the gospel according to John. Chapter 5, verse 24. Hebu soma, wasome. Amini, amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu, na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Nasema ati yule aniaminie ana uzima. Si atapata. Anao lini? Uzima. Sasa. Nataka kusoma pia Yohana 10
27 na 28. Yohana 10 27 28. That's John 10 27 and 28. Tunasoma, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Na sauti ya mtu ni neno la Mungu. And they follow me. And I give unto them eternal life. I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Yes, brother. Kondoo wangu husikia sauti yangu, nami nawajua, nao wananifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Nami nawapa uzima wa milele. Mimi nataka kuzungumzia maneno haya kwa kifupi. Kwa nini uzima wa milele unapeanwa sasa? Unapeanwa sasa. Uzima wa milele hautapeanwa, unapeanwa sasa. Sasa unatembea ukiwa nao. Ati hutafika hukumuni, kwa maana umekwisha kupita mauti kuingia tayari unao uzima. Binasema kwamba nasi ametupa uzima wa milele. Binasema kwamba nasi ametupa uzima, and he has given us eternal life. Ametupa. Kuna watu dunia hii walio na uzima wa milele. Mimi nikuwa mmoja wao. Yes. Alinipa. Hallelujah. Uzima wa milele. Uzima wa milele ni nini? Ngoja kidogo. Unajua Biblia, ukitaka kuokoka, prescription ni Biblia. Ukiwa na malaria, uwe diagnosed na malaria. Upime usemekane una malaria. Yes. Kuna dawa ya nini? Na malaria. Na ukiandikiwa dawa ya malaria, huwezi kwenda kununua dawa antibiotic. Unanunua nini? Ile ya kama unataka kupona. Lakini kama unataka kupona, unapuuza karatasi ya nani? Ya daktari. Kwani usikweli? Utakufa, puuza nini? Karatasi uliandikiwa? Sema hii wachana na daktari huyu mjinga. Nitanunua Kafeno. Nitanunua Panadol, wachana na daktari. Hivyo ndivyo tunafanya na Mungu. Ukitaka kuokoka, Biblia hii ndio nini? Karatasi Mungu aliyokuandikia. Amen. Ufanye hivi na hapa ukanyage hapa, ukanyage hapa. Kanyaga hapa, huo ugonjwa wa dhambi na toroka. Lakini hatuchukui prescription ya Mungu. Kila dini iko na prescription. Kila dini iko na nini? Na prescription. Kila dini. Ukila dini hii unakuta mhubiri amepewa prescription na ibilisi, unashika, badala ya upone dhambi unakuwa mlevi zaidi. Unaenda dini hii, unataka kuokoka, unataka kumalizana na dhambi, unakuta mhubiri mwingine amesimamishwa hapa na ibilisi, ana prescription ya dini hiyo. Sio maandiko. Unafanya vile anavyosema. Hiyo dhambi ambayo ilikuwa inakuletea kifo, unaendelea na dhambi yako. Unakuta watu wako kile wanaita kanisa na hajabadilika. Hakuna kitu hawezi kufanya dunia hii. Ni nani wale wanaiba pesa yetu ya serikali? Si watu wa makanisa? Amen. Na kiva mhubiri anakuja hapa anavaa maguo kama malaika. Acha nazika ndugu yao. Unazika mtu wa ibilisi na wewe pia mhubiri ni wa ibilisi. Yes. Amen. Wrong prescription. Biblia ndio karatasi ya daktari, na daktari wetu ni Mungu. Yeye ndiye anajua ugonjwa tulionao ni wa dhambi na unatuua, unatulinganisha na Mungu, lakini ametuandikia nini? Prescription. Hebu niwaambie. Petro alichukua prescription ya Yesu. Alipokuwa akitembea na Yesu, alikuwa anatembea na Yesu, lakini chenza la Petro atakata wewe masikio. Kwani uzi kweli? Yes. Maana alikuwa hajakunywa dawa gani? Yes. Anakukata masikio. Na kukija tabu watu wa Yesu wanakamatwa, anaambia polisi mwanamke, haki ya Mungu, mimi huyo mtu
tunamjua. Uongo na kukana Yesu na uoga, maana hajakunywa nini? Prescription. Yes. Yesu akamwambia usijali, akaenda Pentecost, akamwambia uende Pentecost ukoje ahadi ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Alipoenda Pentecost akajazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nini? Nitakusomea katika maandiko. Baada majibu ya maswali yako iko katika maandiko. Akaenda Yerusalemu akakunywa prescription. Ile prescription Yesu alisema katika Yohana mlango wa 7. Yes. Yule aliye na kiu aje kwangu anywe dawa hii. Amen. Akaenda Pentecost akakunywa dawa, maji ya Roho Mtakatifu. Amen. Yesu akaenda akakaa katika moyo wa nani? Wa Petro, na akakaa. Kutoka hapo ukimwambia hiyo maneno tukisikia unahubiri hapa utaona. Anakwambia wewe amua kama ni wewe nitasikia au Mungu. Amen. Hawapi amekunywa dawa hiyo. Amen. Na ule upanga alikuwa anabeba kila wakati kupambana na yeye atakayecheza na yeye, upanga kaweka nyumbani. Yes. Baada ya nini? Ya kutumia prescription yani. Na mimi nataka kuambia wewe mchana wa leo. Sikiliza watu wa Goma. Mungu asipokuja akae ndani ya moyo wako, wewe ni bure. Hata ingia dini gani wewe ni bure. Yes. Hakuna maisha yako itakapobadilika, utakaa mkora. Yes. Mwanamke mkora, mzee mkora, kijana mkora, msichana anafundisha Sunday school lakini mkora. Kwa sababu gani? Hiyo sio njia ya Mungu. Njia ya Mungu iko hapa. Hallelujah. Sasa tunasikia kwamba yule aaminie ana uzima wa milele. Nataka kusoma uzima wa milele ni nini? Nataka kusoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Deuteronomy 33. Deuteronomy 33:27. Naenda haraka sana. Deuteronomy 33, Kumbukumbu la Torati 33, kifungu cha 27. Nasikiliza, inasema hivi. The eternal, have you got it there? Deuteronomy 33:27, inasema hivi. The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms, and he shall thrust out the enemy from under thee, and shall say, destroy them. Yes, bro. Yes, please. Mungu wa milele ndiye makazi yako. Mungu wa milele ndiye makazi yako. Na pale alisema kwamba mtu akiamini ninampa uzima wa milele. Na mikono ya milele nchini ni nchi, na mikono yake ya milele iko chini yako na mbele yako. Amesukumia mbali adui, akasema angamiza. Haya, nataka kusoma andiko lingine kabla sijaeleza. Waraka wa kwanza wa Yohana. That is the epistles of John. Not the gospel, but the epistles of John. First, chapter 5. Chapter 5. Nataka kusoma kifungu cha 20. 1 John 5:20. Ika mtoto tunaweza shika. Brother Sichi, take this Swahili Bible. You open for him. Just inakuwa haraka. 5:20. 1 John 5:20. 5:20. Read, my brother. Na acha nisome Kiingereza, sikiliza. And we know that the Son of God is come and has given us an understanding that we may know him that is true. And we are in him that is true. Listen, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Amen. Hebu soma. Nasi tujue ya kwamba
mwana wa Mungu amekwisha kuja, nasi tunajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili ya kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Inasema akili, lakini inasema ametupa ufahamu. Yes. Ufahamu tumjue yeye aliye wa kweli. Nasi ametupa ufahamu yeye aliye wa kweli. Kwa sababu Yesu alisema nimekabidhiwa uwezo wote na Baba, na hakuna ajuaye Baba ila Mwana, wala hakuna ajuaye Mwana ila Baba, na yeyote ambaye Baba atakaye kufunulia. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwetu tumezaliwa mtoto. Nani huyo mtoto? Kijana. Yesu. Tumezaliwa mtoto mwanaume. Nani huyo? Yesu. Ufalme utakuwa begani mwake. Begani mwa nani? Yesu. Ataitwa mshauri wa ajabu. Nani? Yesu. Mungu mwenye nguvu. Nani? Yesu. Baba wa milele. Nani? Yesu. Ni baba au ni mwana? Biblia imeandikwa, inasomwa na Roho Mtakatifu kwa sababu imeandikwa kwa fumbo. The Bible is written in riddle. Ati huyu mwana si mwingine ni baba wa, na hata walipotaka kumwona baba akisema nimekuwa na nyinyi wakati wote hamjanijua. Ukiona mimi unaona nani? Baba. Mwana baba. Nilikuja hapa nikavaa mwili kwa maana nyinyi mlihitaji mtu wa kuafi, na Mungu hangeweza kuafia akiwa roho. Yes. Na niliwaambia mlete ndugu yenu ni achukue dhambi zenu, mkakosa. Kwa maana wote wametenda dhambi, mkakosa ndugu. Mimi Mungu mwenyewe nikashuka hapa, nikaumba kaburi kadogo katika msichana, kakazaliwa, nikaingia katika ile mwili. Na mimi mwenyewe Mungu mwenye nguvu nikaingia katika ile mwili. Kwa ajili gani? Na nikakua. Kukua nikachukua dhambi zenu juu ya mwili wangu. Nikauawa na mwili. Maana mimi ni roho, siwezi kufa, mimi ni wa milele. It's double. It's a mystery of godliness. Ni siri ya Mungu. Now sikiliza. And we know that the Son of God is come. Yep. And has given us an understanding that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Nasi tujue ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, na ametupa ufahamu, naye ametupa ufahamu ili tumjue yeye aliye kweli, aliye wa kweli, nasi tuko ndani yake aliye kweli, yeye aliye wa kweli, ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Na ndio maana Yesu anasema kwamba I am the way. Yes. Mimi ndiye njia, the truth and the life. Amen. Ukitaka njia ni mimi. Ukitaka uzima ni mimi. Amen. Ukitaka kweli ni mimi. Amen. Mimi ni kila kitu. Na mimi nataka kuambia hapa mkutano huu, hakuna kitu kinaitwa Trinity katika Biblia. Yes. Enda mtafute na bishop wenu. Ukitaka simu yangu nitakuachia. Yes. Ukipata na bishop mniite na kuni nitakuja. Hallelujah. Hakuna kitu kinaitwa Trinity. Trinity is of the devil. Yes. Ni elimu ya ibilisi na haiko katika nini? Ni shetani alileta ile dini yake ya Babylon akaingiza ndani ya Kristiani. Yes. Hakuna kitu kama Mungu watatu ndani ya moja. No. Iko wapi hiyo katika maandiko? That God is 3 in 1. Never. It's not there. Alisema ukiona mimi mwana nani? Baba. Sasa yuko kijana hapo hapa asiki. Anaitwa nani? Isaac. Nikiona Isaac nimeona Michael? No. No. Lakini kama nikiona Isaka nimeona baba yake, ni kusema kwamba Isaac ni mwana sawa sana nani? Na baba ni afisi alizonazo tofauti. Amen. Ni kama mimi kwa mke wangu ni bwana yake. Kwa watoto wangu mimi si bwana yao, mimi ni baba yao. Sisi wakati Moja. kwa watoto wa dada yangu mimi ni mtoto wao. Yeah. Mtoto na baba na husband ni watatu ndani ya moja. What's wrong with you? Amen. Kasoro gani? Inaitwa siri ya Mungu. Ati siri ya Mungu ni kuu sana. Ati hidhaga inene na mono. The mystery of God. Great is the mystery of godliness. Amen. Siri kuu ya Mungu. Ati huyu ndiye Mungu
wa kweli na uzima wa milele. Kwa hivyo ngoja niulize, Mungu sasa akitaka kukupa uzima wa milele na yeye ndiye uzima wa milele, anakupa nini? Anakupa yeye mwenyewe. Kwa sababu hakuna aina mbili za uzima wa milele. Yes. Kuna aina moja tu ya uzima. There is only one type of eternal life. Amen. Uzima wa milele ni aina moja, na ni uzima wa nani? Mungu. Kama anakupa uzima wa milele, anakupa yeye mwenyewe. Ndio maana Yesu anasema mimi ndiye uzima. Amen. Na mimi naenda niache mwili, nikisha kuafia na mwili nitaacha. Yes. Nitarudi mimi naisha katika mwili. Alafu nitawagawia ni Uzima. Mimi. Mtapewa roho mtapewa msaidizi mwingine. Ngoja kidogo. Mtapewa msaidizi Mwingine. Kama ni mwingine ni kumaanisha nini? Tayari wako na msaidizi. Akaendelea hapo chini. Unajua naongea kama fuga sawa. Ninaenda na ninarudi. Kwa hivyo ni yeye aliye katika mwili. Yes. Atachukua dhambi zangu, alipe dhambi zetu na kifo chake. Yes. Alafu yule aliye katika mwili aache mwili. Sasa yule aliye katika mwili sababu ni Mungu aje atugawie yeye mwenyewe. Amen. Yesu aje ndani yangu roho yake. Yohana 4:24 nataka uandike kama naandika. Yohana 4:24 inasema kwamba God is a spirit. Mungu ni roho. Na katika Wahebrania inasema kwamba God the eternal spirit. Mungu roho wa milele. Na Mungu ni roho. Na yeye ni wa milele. Kwa hivyo anapokupa Roho Mtakatifu anakupa uzima wa nini? Uzima wake mwenyewe. Na mimi nataka kuambia bila Roho Mtakatifu ugali ni mfu. Bila Roho wa Mungu ndani yako bado huna uzima. Unaweza kujadi ni ndani yako lakini bado wewe ni nini? Ni mfu. Kwa maana huna Mungu wa milele ndani yake, na Mungu wa milele na Mungu ni roho yake ndani yako. Amen. Mungu atusaidie. Ngoja nikusomee jambo lingine. Nataka some 2 Corinthians 3 verse 17. Wakorintho wa pili mlango wa 3 kifungu cha 17. Amen. Niruhusu nikate maneno machache hapa. Nichemshe bogo zenu mwende mtafute Mungu. Inasema hivi. 2 Corinthians 3:17. Inasema hivi. Now the Lord is that spirit. Kama hiyo 3:17. Basi Bwana ndiye roho, walakini Bwana ndiye roho yule. Now the Lord is that spirit. basi Bwana ndiye roho yule. Yule Bwana mwenyewe ni nini? Ni roho. Walakini alipo roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. And where the spirit of the Lord is, there is freedom. Liberty. Palipo roho wa Mungu, hapo ndipo penye Uhuru. ngoja kidogo. Alama alikasema kwamba Yesu alisema lazima mzaliwe mara. Yohana 1:12-13 inasema kwamba alikuja kwa wake lakini walio wake hawakumtambua. Lakini wale waliomtambua aliwapa uweza, power, wafanyike watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Listen. Waliozaliwa si kwa damu, si kwa mwili, si kwa mapenzi ya mtu, bali waliozaliwa na Mungu. Amen. Na Mungu mwenyewe ni nini? Yohana 4:24 yeye mwenyewe ni roho. Ngoja kidogo. Yohana 3:6 anasema basi ya kwamba kilichozaliwa na mwili ni mwili. Na kilichozaliwa na roho ni roho. Kilichozaliwa na ng'ombe ni ng'ombe. Kilichozaliwa na kuku ni kuku. Kilichozaliwa na Mungu ni Mungu. Kilichozaliwa na roho ni roho. Maana kila mbegu katika kitabu cha Mwanzo, according to Genesis, kila mbegu inazaa. Amen. Kila mbegu inazaa. Sikiliza. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3. First epistle of John chapter 3. Inasema hivi. Sasa tuwana wa Mungu sasa. Si kesho. Hapana. Na haijajulikana bila tutakavyokuwa, lakini tunajua kwamba atakapodhihirishwa tutafanana na yeye. maana tutamwona vile alivyo.
hiyo mlango huo waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3:9 inasema yule aliyezaliwa na Mungu hatendi Dhambi. maana Mungu ni roho na anazaa roho. Mungu ni mtakatifu, akizaa mtoto huyo ni nini? Mtakatifu. Amen. Kwa maana kila mbegu inazaa. Aina. Tangu lini ukapanda mtama ukavuna mahindi? Hakuna. Tangu lini ukapanda maharagwe ukaenda kuvuna mahindi? Hakuna. Tangu lini? Sikiliza. Tangu lini ukawa na ng'ombe kwa nyumba lakini akizaa anazaa mbuzi? Hakuna. Tangu lini Mungu alizaa mwanadamu mlevi? Mkristiano wa dini fulani? Hakuna. Hakuna kitu kama hiyo. Mungu ni mtakatifu, akizaa mtoto wake ni nini? Mtakatifu. Bwana Mungu ni roho, akizaa anazaa nini? Roho. Hiyo ni maandiko au si maandiko? Maandiko. Amen. Now, Warumi 8. Unaweza kusoma 14 hapo mpaka 17. Lakini wacha ninukuu kifungu cha 15 nisema kwamba kwa kuwa hamukupewa roho wa utumwa aletao hofu, for you are not given a spirit of bondage again to fear. Lakini ulipewa roho wa kuwafanya Wana. roho wa kuwafanya Wana. kwa maana bila hiyo roho wewe si mwana wa Mungu. Ambaye kwa hiyo roho ndani yako anasema baba. Amen. Anasema baba kwa sababu kabla hajawekwa hapa alikuwa ndani ya baba. Yes. Baba akatoa sehemu ya roho yake akaiweka katika mwili wako ikawa hema ya Mungu. Mwili wako kama maskani. Your body became the temple of his spirit. Yes. Roho Mtakatifu. Yes. Sasa akiwa hapo ndani anasema baba. Unamuuliza baba yako yuko wapi? Nasema baba. Baba yangu uliye mbinguni. Amen. Jina lako litukuzwe. Baba huyu mtoto yuko Mbinguni. na ndio maana alipowazaa siku ya Pentecost aliwazaa, alishusha roho kutoka Mbinguni. Kwa hivyo walikuwa watoto waliozaliwa siku ya Pentecost, waliozaliwa na Mungu aliye wapi? Mbinguni. Na mimi nataka kuambia kitu moja, na wewe uulize bishop wako. Katika Agano la Kale watu hawakupewa Roho Mtakatifu. Alikuwa anakuja anafanya kitu anaondoka. Yes. Yes, he did. Right? Na ndio maana katika Agano la Kale, na kama wewe ni mhubiri hapa uende sasa kufanya research. Katika Agano la Kale hakuna mtu aliyemuita Mungu Baba. Amen. Hata Ibrahimu. Yes. Kwa sababu hakuishi ndani ya watu. Alikuwa anafanya na anaondoka. Yes. Lakini chini ya agano hili, baada ya kifo cha Yesu Kristo, yeye mwenyewe anakuja kukaa. Amen. Na anakuwa sasa si Mungu wetu, ni baba yetu. Amen. Si Mungu wangu, ni baba yako. Amen. Na kinachomuita baba ni roho wake aliyetoka ndani yake kaweka wapi? Amen. Huyu roho aliye hapa ni roho wa baba. Kwa hiyo nikwambie maandiko mengine. Mathayo 10:20. Ukianza hapo 19 utaona. Mtakapopelekwa mahakamani, msifikirie kipele mtakayo jibu. Kwa kuwa mtapewa saa hiyo kile ambacho mtasema. Kwamba si nyinyi msamao, ni roho wa baba yenu aliye Nani yeye? Amen. Amen. Roho wa baba aliyezaliwa na Mungu hatendi Dhambi. kwa maana kile ambacho Mungu amezaa ni roho na roho wake ni mtakatifu. Kwa hivyo roho wake ndiye mtoto wake mtakatifu. Amen. Sasa dini itakusaidia namna gani? Umekuwa dini miaka mingapi? Umebadilika wapi? Si kijiko ulicho nacho uliiba kwa ile pati. Alafu naambiwa dada tuongoze kwa maombi. Mwizi. You know yourself. No, wewe. Hakuna mtu ajuaye mambo ya mwingine ila roho ya mtu huyo iliyo. Nani yeye? Vile mambo ya Mungu hakuna anayejua ila roho wa Mungu ila roho wa Mungu. Na tumepewa roho wa nani? Mungu. Ili tuweze kujua mambo ya. Amen. Nikipewa roho wa huyu kijana, hata kile alikula jana jioni nitajua. Amen. Ni nini kitajua? Ni roho yake aliye. Amen. Nikipewa roho wa Mungu, ninajua maandiko. Sababu iliandikwa na nani? Na Mungu. Kila andiko limeandikwa na Mungu. Yes. Every scripture is given by inspiration of God. Na kama Mungu ni roho, na yeye ndiye andika maandiko haya, na anipe sehemu ya roho nitajua maandiko. Amen. That's right. Yes. Petro hakujua maandiko, alipoenda siku ya Pentecost akapata roho. Unajua huyo mtu
alihubiri kama alikuwa kasisi. Amen. Na hajawahi kusoma Biblia mbeleni. Petro hakuwa mtu wa dini. Na hakuwa mtu wa kanisa, alikuwa kazi yake ni jamaa wa baharini kuvua samaki. Lakini alipoona Roho Mtakatifu alileta maandiko akapanga. Nani alikuwa akipanga? Mungu yule aliyeandika maandiko hayo ndiye alikuwa akipanga akiwa ndani ya Petro. That's what we need. Ili tubadilike. We need to change. Tunahitaji kubadilisha. Si kubadilisha dini. Si kubadilisha nini? Dini ni tubadilike ndani yetu, Mungu awe ndani yetu. Kutoka hapo ukitaka kuita dini yako mandazi, ukitaka kuita dini yako dizi, bora ndio dini yako naita dizi, Mungu yuko ndani yake. Amen. This names don't matter. Yes. Majina haya ni bure. Bora uwe na Mungu. Na mimi nataka kumaliza. Kuna mambo mengi tukisema. Lakini ngoja nikwambie. Mungu huyo ili akupe uzima wa milele, ili aje ndani yako, anasema hivi. Kuna maandiko mengi lakini wacha nisomee nyinyi andiko moja. Sababu Yesu alisema yule aliaminie. Kwa hivyo uzima wa milele unapewa yule aminie nini? Aminie nini? Aminie neno. Weka kidogo maji hapo kidogo. Brother, just give us 2 minutes. I'm through. Unajua hii mambo ni kama Mungu akianza kunena, don't disturb him. Right? You disturb the spirit. Listen. Sikiliza. Na sikiliza. Sasa uzima huu unasema kwamba unapewa wale wa mtio. Sasa ukija kama ni kubatiza usalimiwe, uitwe Debora. Utapewa roho? Umetii? No. Umetii? No. Ujatii? Na Mungu hawezi kuja kubariki uasi. Yes. God cannot come and bless your rebellion. Yes. Kaida kwa aradhimeke urenyushi wako. Anasema ubatizwe. Kubatizwa ni kuzikwa ndani ya nini? Maji. Si kumwagiwa maji hapa. Yesu alimwagiwa maji. Yohana alipokuwa akibatiza watu, alienda akachota maji. Aliwapeleka mahali ambapo mnasema kwamba kulikuwa maji mengi. Hii dini yetu ni ya maji mengi. Dini yetu ni ya na Yesu ni ya maji mengi. Ya Petro ni ya maji mengi. Ya Yohana Mbatizaji ni ya maji mengi. Katika jina lake Mungu huyo, yes, aliye Baba, Mwana na Roho. Jina lake si Baba. Hata mimi ni Baba. Yes. Igabi ni Baba. Yes. Huyu ni Baba. Yes. Huyu ndugu yangu ni Baba. Yes. Huyu ni Baba. Sema jina la Baba. Nani akaamua? Mubatize katika jina la Baba. Kama haulijui, kama wachana na ubatizo. Yes. Alafu na jina la Mwana. Jina la Mwana. Nilisema Mwana. Mwana. Nani akaamua? Mwana ni nani? Atakapozaliwa jina lake aitwe Yesu. Na jina la Roho. Roho ni nani? Ni yeye. Biblia inasema ni yeye. Naye mtapata msaidizi mwingine, ndiye Roho wa kweli. Na ni mimi naenda narudi. Kwa hivyo yeye ndiye Roho. Jina la Roho ni yeye. Amen. Na yeye ni Baba. Tumezaliwa mtoto, ni Baba wa nini? Wa milele. Kwa hivyo jina lake tunabatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hallelujah. Hivyo ndivyo imeandikwa hapa. Yes. Hivyo ndivyo imeandikwa wapi? Hapa. Si vile mnaambiwa ni vile imeandikwa. Na siku ya hukumu tahukumiwa na nani? Biblia hii. Ukishafanya hivyo sasa unaendelea kutii tu. Unaendelea kutii. Kama wewe ni mwanamke na unakaa kinyume cha nini? Cha maandiko. Unakata nywele yako. Unajua mwanamke hapaswi kukata nywele. Kama hapa kuna walimu nisikilizeni. Mmezoea kunyoa wasichana wetu kwa shule. Utajibu kwa swali hilo. Amen. Biblia inasema kwamba mwanamke hapaswi kunyoa nini? Wala kukata hata kufupisha. Biblia inasema kwamba, ngoja nikwambie. Sikwambie vile huyu mhubiri wanakula anasema Mungu aliyekuumba, mwalimu alisema kwa kuwa mwanamke amepewa hiyo nywele iwe kifuniko cha kichwa. Tangu lini ukaona nyanya yako iko na kipara kama yangu?
Hakuna. Kwa sababu gani? Mungu hawezi kunena neno akubali mahubiri imnyoe mwanamke. Haiwezi. No. Nyanya yako nywele ikiwa hapa anakufa tu miaka 100 ikiwa Kigali. Maana Mungu hawezi kuvuja. Hawezi kumfunika na nywele alafu aje akubali apate kipara. What's wrong with us? Biblia inauliza, doesn't even nature teach you? Nature. Hata mahubiri haiwafundishi. Mahubiri yenyewe, wacha mhubiri. Tuondoe mhubiri Mungu, mahubiri yenyewe. Leta nyanya yako mwenye kipara. Hakuna. Munakosa kwa kujua Maandiko. sasa. Ukinyoa hiyo, Roho Mtakatifu huwezi pata. Huwezi pata. Mungu hawezi kumwaga Roho Mtakatifu pale. Para huyu ni mwasi. Haamini neno lako. Huyu msiti hivi. Nataka kusomea andiko hilo nimalize. Nataka kusoma Acts chapter 2. Matendo ya Mitume mlango wa pili 32. Unakosa kwa kutujua Maandiko. You are not knowing the scripture. 32. Ngoja nikusomee. Acts 5:32. Acts 5:32. Nasoma. Inasema hivi, Acts 5:32. And we are his witnesses of these things. And so also is the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him. Na sisi tu mashahidi wa mambo haya. Na sisi tu mashahidi wa mambo haya. Pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wamtio. Roho Mtakatifu ambaye Mungu anawapa wote wamtio. Hizi kukanyanga neno la Mungu namna hii, mnakanyanga na mhubiri wako, mnakanyanga na dini yenu, mnakanyanga. Mnafanya mambo kinyume cha Biblia kana kwamba hakuna, haijaandikwa. Imeandikwa. Yesu alisema imeandikwa. Mnakanyanga na mrai na mhubiri, mnakanyanga na mrai na dini yako. Oh, unajua kanisa letu hatuamini hivi. Shauri yenu na kanisa lenu. Mhubiri wetu unajua hatuhubiri na mrai hiyo, shauri yenu na mhubiri wenu. Lakini mhubiri wetu wa kwanza Paulo, Petro walihubiria hivyo. Na mhubiri wenu sio tulitumiwa Petro na Paulo na wengine. Hao ndio tulitumiwa. Na tunapaswa kukaa mahali mto ulikuwa. Hamkuona nyumba zikibomolewa hapa? Kama umejenga kwa reli, sema ni kwangu hapa, ni kwangu. Mwenyewe akaja. Na mwenye maandiko atafanya nini? Atakuja. Na hata jali kama wewe ni mhubiri. Hata jali kama wewe ni bishop. Hata jali kama wewe ni mhubiri sijui wa nini. Hata jali kama ni mama wa jiri. Atakanyanga imani yako yote ya badia. Na kutume jehanamu. Mungu wetu anaitwa aliniumba. Ninampenda. Ananihifadhi tangu utoto wangu. Amen. Nimehubiri miaka 48. Where are you? 48 years. I've been behind the pulpit. Not yet born. Na unjue mtu kama mimi najua kile. Hata bishop gani akitoka wapi? Hata popo aje hapa. Nitamwonyesha hakuna kitu anajua. I tell you the truth. I tell you the truth. Nitabreak katika historia, nimwonyeshe mahali hiyo dini yake ilitoka Babylon. Na niilete katika maandiko, na nimwonyeshe katika maandiko na historia. Mwambie ndio hiyo. Mwambie hata hii Christmas yenu si Yesu alizaliwa. Yesu hawezi kuzaliwa tusherehekee na pombe na umaraya. Akizaliwa tutatubu dhambi zetu na tulie sana. Kwa sababu mwokozi afanya nini? Aondoe dhambi za ulimwengu. Afanya nini? Amezaliwa. Kama amezaliwa aondoe dhambi za ulimwengu, tazama mwokozi wa Mungu aondoe dhambi. Kama amezaliwa tutakunywa pombe nyingi, tutafanya umaraya mwingi. Huo ndio wakati msichana wa shule atapata mimba, au ndio wakati wa kutubu. Ena mdanganya watu wengine. Sisi Mungu alifungua macho. Amen. Hallelujah. Mungu asaidie.
Bwana abariki sana. Edeni kachunguze maandiko. Binasema kwamba waliposikia Paulo wakaenda nyumbani. Yes. Wakachunguza maandiko kuona kama mambo mhubiri alikuwa anasema ni kweli kama iko katika. Hawakwenda kuuliza pastor, hawakwenda kuuliza bishop, hawakwenda headquarter, walienda kwa kuchunguza mahubiri ya jamaa mwenyewe na nini? Amen. Mungu asaidie. Nataka tuombe. Mungu wetu ni Mungu. Si watoto mumpende. Kama takimweta. Ni Mungu yashama. Ni tamu. Mungu ni tamu sana. Amen. Ni tamu kuliko sosi. Wonderful. Ni tamu kuliko asali. Wonderful. Ni tamu kuliko ile ule mkate wa nini? Unapaka siagi au jamu. Ni tamu sana. Thank you. Ni tamu sana. Kina mama Yesu ni tamu sana. Tena sana. Hallelujah. Angalia watu kama sisi. Mimi niko na zaidi ya miaka 70 kule juu. Na nilianza naye ikiwa kijana. Sijaoa na ni tamu sana. Thank you. Hallelujah. Amen. Wonderful. Ni tamu sana. Tukienda kuhubiri tunasikia kama tunarudi vijana. Amen. Sababu ni tamu sana. Ni mwema sana. Oh, ni mwema sana. Amen. Alinijaza Roho Mtakatifu yuko hapa. Hata nikipanda gari yuko wapi? Hapa. Nikilala namsikia Hapa. Did you know ukiwa na Roho Mtakatifu hata hupati ndoto mbaya? Yes. Yeah? I don't know if they know that. Hata ndoto mbaya hupati. Party. Ukiwa kwa ndoto uone kama kuna ndoto mbaya inataka au kitu kibaya, unaona hata ukiwa kwa ndoto unang'ang'ana nacho. Na ni kulala unalala. Umeokoka wakati umelala. Umeokoka wakati uko kwa shamba. Yes. Wakati uko kwa nyumba. Yes. Wakati unakokoa nini? Mahindi bado umeokoka, unamsikia? Ndani. Glory. Bwana wabariki sana. Amen. Unajua Petro alipohubiri hakujua nani anataka kuokoka. Na kitu kama hicho. Bila sababu kwamba waliposikia Paulo baada ya mkutano watu wengine wakaenda kuandamana na nani? Na Petro kumuuliza na wakabatizwa. Yes. Sasa kama wewe una haja na Mungu, kama una haja nani? Na Mungu. Watu wako hapa watakubatiza. Amen. Utatubu wakubatize. Na kubatiza sio kuokoka. Bado utang'ang'ana mpaka Mungu ashuke Ndani yako. Akishuka hapa miguu yako inakuwa ni yake. Yes. Mikono hiyo inakuwa ni ya nani? Macho hiyo inakuwa ni ya nani? Yake. Unachoangalia unaangalia kile ambacho anataka haya. Nasema hii mwili kutoka leo ni hekalu lako. Amen. Utapeleka mahali ulikuwa unapeleka. Hii miguu ni yangu. Kama ilikuwa inatupa hivi kwa night club msichana inakuwa ni ya nani? Ya Mungu. Glory. Unaokoka kabisa. Yesu alisema mwana wake waweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Na tukasema hapa kwamba Roho Mtakatifu akija unakuwa huru. Huru. Gayegeni na ngoro yako Mungu akiwa katika moyo wako unakuwa nini? Huru. Siku ya hukumu watu wakihukumiwa wewe hukumiwi kwa sababu wewe ni sehemu ya Mungu. Unaketi na yeye kuhukumu watu na yeye. Ni kama maneno ambayo nimekuhubiria. Hii maneno nimekuhubiria usipotubu tutakutana naye siku ya hukumu. Amen. Amen. Kwa maana Biblia inasema kwamba wakati hawakujua Mungu hakuwahukumu, lakini baada ya kujua anamwamuru kila mtu atubu. Amen. Hebu tuombeni. Naona kama jamii mko hapa karibu na mimi. Tunaweza kusimama kidogo if you can. Tuombe. Mama. Tusimame kidogo tuombe. Nitaombea hawa na jamii yao yote popote mlipo kule. Wacha tuombeni. Brother Igambi, can you come and lead us in prayer? Basi wote tuko kule nyuma kwa ajili ya jamii tuweze kusimama, tuweze kabidhi jamii kwa mbele za Bwana. Kama wewe ni wa jamii na unaweza kuja Unaweza kuja mbele hapa kama wewe ni wa jamii. Songa mbele hapa. Songa mbele hapa. Tuombe.
space is small, but you can still squeeze yourself here. Tuombeni. Baba wetu Yesu Kristo, adhuhuri ya leo twaja mbele zako tukiwa watu wasiofaa, watu ambao hawakujua, lakini ulitujua kimbele. Mungu wetu, tazama tuna jamii ya ndugu wetu Chege. Najua ndugu wetu ako katika mikononi mwako, nasi tumebaki katika ulimwengu hapa. Ako na watoto, ako na mke, ako na watu wa jamii. Tazama Yesu Kristo, na waweka mikononi mwako. Naweka hawa watoto mikononi mwako. Najua ni mahali tu moja wanaweza kukimbilia na wakapata usalama salamini. Naye ni katika Yesu Kristo. Hatuwezi kwenda kwa mjomba wala kwa nani, mbali ni katika wewe Bwana. Na tunakualika wewe katika siku hii ya leo, ingie ndani ya mioyo yao. Mungu wetu, wote waliosikia neno hili na wakabidhi mikononi mwako. Asante kwa mhubiri ya ile neno. Umbariki Mungu wetu, kule jamii yake na kule ibariki. Wote wabariki Mungu wetu. Tazama wamesimama hapa Mungu wetu, wanaweka jamii hii mikononi mwako. Na kinyume cha mwovu shetani anayokuja na kuweza kutenganisha jamii hii, na kemea ibilisi huyo katika jina la Yesu Kristo apate kushindwa. Roho wako akitamalaki Bwana, na jina lako litukuzwe Kristo. Asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa wakati Mungu wetu. Bariki jamii hii Mungu wetu. Asante, jina lako libarikiwe. Tuomba haya katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Ya Bwana bariki sana. Sasa kinachosalia ni kubeba huu mwili tupeleke kwa kaburi. Naomba wale ambao wanasaidia kubeba mwili huu muje. The brothers why